Bibi harusi alifukuzwa harusini baada ya DNA kuonyesha ukweli wa kushtua kuhusu ujauzito wake. Harusi kubwa ilikuwa imepangwa kwa miezi mingi na kila kitu kilionekana kamili. Watu walijaa kanisani wakisubiri ndoa ya Amani na Zawadi, wanandoa waliopendwa sana katika jamii. Mziki ulipigwa taratibu huku wageni wakisubiri kiapo cha mwisho cha ndoa. Lakini ghafla, simu ya Amani ilitetemeka mfukoni. Alipoitazama, uso wake ulibadilika kabisa. Ujumbe mmoja mfupi ulivunja utulivu wake: usifunge ndoa kabla ya kujua ukweli kuhusu ujauzito wake. Mikono yake ilianza kutetemeka. Alimtazama Zawadi aliyekuwa amesimama mbele ya madhabahu, macho yake yakiwa na matumaini na upendo. Wageni hawakujua kilichokuwa kikiendelea, lakini hewa ilianza kubadilika. Amani alimeza mate kwa nguvu, akijaribu kuficha mshtuko wake. Mchungaji aliendelea kujiandaa kwa ibada bila kujua kwamba amani ya harusi hiyo ilikuwa imeanza kuyayuka. Ndani ya moyo wa Amani, maswali yalilipuka. Je, huyu mtoto kweli ni wangu? Alijiumiza kimya kimya. Hakuweza kuendelea kama vile hakuna kilichotokea. Hapo ndipo safari ya ukweli mchungu ilianza, katikati ya harusi iliyotarajiwa kuwa ya furaha. Wageni waliendelea kuimba nyimbo za harusi bila kujua mvutano uliokuwa ukijengeka mbele yao. Lakini nyuma ya tabasamu za kulazimisha, familia ya Amani ilikuwa tayari imeanza kunong'ona. Shangazi mmoja alimvuta binamu yake pembeni na kusema kwa sauti ya chini, "Umesikia kuhusu ujauzito wa Zawadi?" Neno hilo lilienea taratibu kama moto wa nyika. Watu wakaanza kuangaliana kwa macho ya mashaka. Zawadi mwenyewe alihisi mabadiliko hayo. Alimwangalia Amani, lakini uso wake haukuwa tena ule wa mapenzi safi aliyouzoea. Mama wa Amani, Bi Liaka, alisimama ghafla. "Hii harusi haiwezi kuendelea bila majibu," alisema kwa sauti ya uthabiti. Mchungaji alijaribu kutuliza hali, lakini tayari miondoko ya hisia ilikuwa imevurugika. Amani alibaki katikati ya upendo na shinikizo la familia. Alimpenda Zawadi, lakini ujumbe ule mfupi ulikuwa umepanda mbegu ya mashaka. Zawadi alihisi kama dunia inamzunguka, lakini hakujua kinachoendelea nyuma ya pazia. Ndipo Bi Liaka alipotoa pendekezo lililobadilisha kila kitu. Kabla ya ndoa hii kuendelea, lazima DNA ifanyike. Ukimya mzito uliingia kanisani. Maneno ya DNA yalipotamkwa, kanisa lote lilinyamaza. Zawadi alishtuka, macho yake yakijaa machozi. "Kwa nini?" aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. Amani hakujibu mara moja. Alikuwa amegawanyika ndani yake. Bi Liaka hakutaka kusikia maelezo. "Hatuwezi kuoa bila uhakika," alisema kwa msisitizo. Watu waliokuwa wageni wa harusi sasa waligeuka kuwa mashahidi wa tukio la familia lililokuwa likipasuka mbele yao. Zawadi alijaribu kumshika Amani mkono, lakini alisita kidogo. Hiyo sekunde moja ilitosha kuvunja moyo wake zaidi. Mchungaji alijaribu kupendekeza waendelee na sherehe baadaye, lakini tayari uamuzi ulikuwa umechukuliwa. Amani alikubali kwa sauti ya chini, "Tufanye DNA basi." Lakini ndani yake kulikuwa na vita kubwa ya hisia. Upendo wake kwa Zawadi ulikuwa bado hai, lakini mashaka yalikuwa yameanza kummeza. Harusi ikasitishwa kwa muda. Wageni walipewa ombi la kusubiri nje au kuketi kimya. Zawadi alibaki pale mbele ya madhabahu, akiwa peke yake kimwili, lakini akiwa amezungukwa na macho ya hukumu. Siku hiyo ilihisi kama saa hazisogei. Wakati sampuli zilichukuliwa kwa ajili ya DNA, kimya kilitawala nyumba ya ibada na mioyo ya watu waliokuwapo. Zawadi alikaa pembeni, macho yake yakitazama chini, akishikilia tumbo lake kwa hofu na maumivu ya ndani. Amani naye alikaa upande mwingine, akiwa hajui la kufanya. Kila dakika ilizidi kumuumiza. Alikumbuka nyakati zao nzuri, safari zao ndogo za matembezi, na ahadi walizowahi kupeana. Lakini sasa kila kitu kilionekana kuwa katika hatari ya kuvunjika. Bi Liaka hakusema mengi, lakini macho yake yalionyesha msimamo wake. Alitaka ukweli,
bila kujali matokeo. Wageni walikuwa wamesambaa nje ya kanisa wakisubiri matokeo, kila mmoja akitoa maoni yake kwa sauti za chini. Wengine waliamini zawadi, wengine waliona kuna jambo limefichwa. Dakika zilipita kama saa. Hatimaye, mfanyakazi wa maabara alifika akiwa na bahasha nyeupe mkononi. Hewa ilibadilika mara moja. Kila mtu alijua kwamba maisha ya watu wawili yalikuwa karibu kubadilika milele. Mchungaji alisimama katikati, akishika bahasha kwa mikono inayotetemeka. Hii ndiyo matokeo ya DNA, alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Kila mtu alishika pumzi. Amani alifunga macho kwa sekunde moja. Zawadi alimtazama kwa macho yaliyojaa hofu na matumaini. Bi Naliaka alisimama nyuma, tayari kwa chochote kitakachotokea. Bahasha ilifunguliwa polepole. Ukimya ulikuwa mzito sana kiasi cha kusikika mapigo ya mioyo ya watu. Mchungaji alisoma matokeo kimya kimya, kisha akainua macho yake. Matokeo yanaonyesha kutokuwepo kwa uhusiano wa moja kwa moja wa kibiolojia unaotarajiwa, alisema kwa sauti iliyokatika kidogo. Maneno hayo yalilipuka kama radi. Zawadi alishika kichwa chake kwa mshtuko. Amani alisimama ghafla, macho yake yakijaa hasira na maumivu. Bi Naliaka alisema kwa sauti kali, "Nilijua!" Wageni walipiga kelele, wengine wakisimama. Harusi ikavunjika papo hapo. Zawadi alishikwa mkono na kuondolewa taratibu nje ya kanisa, macho yake yakijaa machozi yasiyoisha. Amani alibaki nyuma, akiwa amevunjika kabisa, akitazama upendo wake ukitoweka mbele ya macho yake. Zawadi alitolewa nje ya kanisa polepole, lakini kila hatua ilihisi kama maumivu makali moyoni mwake. Watu waliendelea kunong'ona nyuma yake, wengine wakitikisa vichwa kwa hukumu isiyo na huruma. Lakini hakuna aliyejua maisha aliyopitia kabla ya siku hiyo. Alikaa kwenye kiti cha mbao nje ya kanisa, macho yake yakiwa yametumbukia mbali. Kumbukumbu zilianza kumiminika kichwani mwake bila ridhaa yake. Alikumbuka siku alipoanza kazi kwa Bi Naliaka kama mfanyakazi wa ndani. Alikuwa msichana mchapakazi, mnyenyekevu na mwenye ndoto za kusoma tena. Amani alikuwa ameanza kumpenda taratibu, bila kujua mipaka ya familia zao ilikuwa ngumu. Upendo wao ulikuwa wa siri mwanzoni, wa heshima na matumaini. Lakini maisha yalibadilika haraka baada ya Zawadi kugundua alikuwa mjamzito. Alijaribu kumwambia Amani mapema, lakini kila wakati muda haukutosha. Na sasa kila kitu kilikuwa kimegeuka kuwa aibu ya hadharani. Zawadi alishika tumbo lake kwa upole na kunong'ona, "Sijawahi kukuonea mtu yoyote. Kwa nini leo nimekuwa adui?" Machozi yalimtoka bila kupigana nayo. Hakujua kuwa ukweli kamili bado ulikuwa umejificha chini ya ganda gumu la mashaka na hasira. Ndani ya kanisa, Amani alibaki amesimama bila mwendo. Maneno ya DNA yalikuwa yakirudi kichwani mwake, kama mlio wa mara kwa mara. Kila kitu alichokiamini kilikuwa kimevunjika kwa sekunde chache tu. Bi Naliaka alimkaribia mwanawe kwa sauti ya chini lakini yenye msimamo. "Nilikuonya, hii dunia si ya kuamini kila mtu kirahisi," alisema. Lakini Amani hakujibu. Moyo wake ulikuwa katika vita. Upande mmoja ulikuwa upendo wake kwa Zawadi, msichana aliyemfanya acheke tena baada ya miaka ya upweke. Upande mwingine ulikuwa aibu na shinikizo la familia. "Je, kama kweli mtoto si wangu?" aliuliza kimoyomoyo. Lakini hata wazo hilo lilimuumiza zaidi kuliko jibu lenyewe. Alitoka nje kwa hatua nzito na kumkuta Zawadi amekaa mbali kidogo. Macho yao yalikutana kwa sekunde chache, lakini hakuna aliyeweza kuzungumza. Amani alitaka kumkimbilia, kumkumbatia, lakini sauti ya mama yake na macho ya wageni vilimzuia. Alisimama katikati ya mapenzi na heshima ya familia, akiwa amevunjika bila kuonyesha machozi. Usiku ulipoingia, tukio hilo lilikuwa tayari limeenea kama moto kijijini na mitandaoni ya karibu. Lakini katika giza la kimya,
mtu mmoja alijitokeza ambaye hakuna aliyemtarajia. Yule alikuwa ni Juma, mlinzi wa zamani wa nyumba ya Bi Naliaka. Alifika polepole, akiwa na uso wa wasiwasi. Alimkuta Amani akiwa amekaa peke yake nje ya nyumba. "Amani, kuna jambo lazima ujue," alisema kwa sauti ya chini. Amani alimwangalia bila nguvu. "Nini tena?" aliuliza kwa uchovu. Juma alimeza mate. "Hiyo DNA, kuna kitu si sahihi." Maneno hayo yalimfanya Amani kuinua kichwa haraka. "Unamaanisha nini?" Juma aliangalia pande zote kuhakikisha hakuna anayesikia. Siku ya kuchukuliwa sampuli, kulikuwa na mchanganyiko wa sampuli. Bi Naliaka alisisitiza ifanyike haraka sana, lakini niliona Zawadi hakuchukuliwa sampuli vizuri kama ulivyofikiri. Amani alishtuka. "Unasema iliharibiwa?" Juma alitikisa kichwa taratibu. "Sio tu hiyo, kuna mtu alileta sampuli nyingine kwa niaba yake." Ukimya mzito uliingia. Amani alihisi dunia yake ikianza kuzunguka tena, lakini kwa sababu mpya kabisa. Siku iliyofuata, uchunguzi mpya ulifanyika kwa siri, mbali na macho ya familia. Zawadi aliitwa tena bila kuelewa kinachoendelea. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini bado alikuwa na matumaini kidogo yaliyobaki. Amani alikataa kuruhusu uamuzi wa haraka mara hii. "Lazima tujue ukweli wote," alisema kwa msisitizo. Sampuli mpya zilichukuliwa kwa uangalifu mkubwa chini ya usimamizi wa daktari huru. Bi Naliaka alikataa kushiriki, lakini hakuna aliyemsikiliza tena. Siku 2 baadaye, bahasha nyingine ililetwa. Mikono ya Amani ilitetemeka alipofungua. Mchungaji mpya aliyekuwa ameletwa kusimamia mchakato alisoma kwa sauti ya utulivu. "Matokeo yanaonyesha uwezekano mkubwa wa uhusiano wa kibiolojia unaotarajiwa." Ukumbi ulikaa kimya. Amani aligeuka ghafla kumtazama Zawadi. Macho yake yalijaa maumivu. "Hii inamaanisha nini?" aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Zawadi alitetemeka. "Sijakudanganya, sijawahi kukudanganya," alisema kwa machozi. Wakati huo, ukweli ulikuwa umeanza kufichuka, si wa ujauzito tu, bali wa udanganyifu uliowekwa kwa siri nyuma ya pazia. Bi Naliaka hatimaye alikabiliwa na ukweli mbele ya familia na wachache waliobaki. Juma alisimama nyuma, akithibitisha alichokiona siku ile. "Amani, nilifanya yote kwa hofu," alisema mama yake kwa sauti iliyovunjika. "Nilidhani namlinda mwanangu." Lakini Amani hakusema mara moja. Alimgeukia Zawadi, ambaye alikuwa amesimama kimya akiwa amechoka, lakini bado ameshikilia heshima yake. "Nilikuumiza bila sababu," alisema Amani kwa sauti ya chini. Zawadi alitikisa kichwa. "Nilikuamini hata uliponipa mgongo." Machozi yalitiririka kwa wote wawili. Kimya kilitawala kwa muda mrefu kabla Amani hajamkaribia na kumshika mkono kwa upole. "Sikujali DNA. Nilikupoteza kwa sababu ya hofu yangu," alisema. Wageni wachache waliobaki walishuhudia tukio la upatanisho lililokuwa limechelewa, lakini la kweli. Harusi haikuendelea kama ilivyopangwa. Badala yake, siku hiyo ikawa mwanzo mpya wa uponyaji. Na wakati jua lilipozama, Amani na Zawadi walitoka pamoja pole pole, sio kama wanandoa kamili, bali kama watu wawili waliovunjwa na ukweli, lakini waliamua kuanza upya kwa uaminifu.